Rigathi Gachagua agusa pabaya kwa kuzungumza kuhusu makabila ya Kibantu na Nilotes kupiga kura ifikapo mwaka 2027. Ni jambo ambalo limemghadhabisha Rais William Ruto kufikia kutuma wandani wake kumkemea vikali Rigathi Gachagua. Hujambo na karibu. Waziri wa Afya Aden Duale ameibuka kama wa kwanza na ukosoaji mkali dhidi ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akimtuhumu kwa kuendeleza siasa za mgawanyiko na kikabila ambazo zinaweza kuhatarisha umoja wa taifa. Kauli hii imekuja wakati ambapo Gachagua ameonekana kuanzisha kampeni ya kuhamasisha umoja wa jamii za Kibantu, akizitaka kushikamana kisiasa dhidi ya kile anachokisema kama udhabiti wa kisiasa kutoka kwa jamii za Kinilot, hususan zile zinazomuunga mkono Rais William Ruto na Raila Odinga. Na katika mkutano wa waandishi wa habari, Duale alikosoa vikali wito wa Gachagua kwa jamii za Kikuyu, Kamba, Meru na nyinginezo za Kibantu kuungana kama binamu wa kisiasa ili kurejesha mamlaka. Kauli hii imeibua wasiwasi miongoni mwa wachambuzi wa siasa, ikizingatiwa kuwa inakuja katika kipindi ambacho taifa linakaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ambapo mwelekeo wa kisiasa bado haujawa thabiti. Duale, ambaye ni mshirika wa karibu wa Rais Ruto, alionya kuwa siasa za kuainisha watu kwa misingi ya ukoo au kabila ni hatari na zinaweza kurejesha taifa katika enzi za uhasama wa kijamii uliowahi kushuhudiwa katika miaka 90. Alisisitiza kuwa Kenya hasa ya sasa inahitaji viongozi wanaojenga umoja kupitia maendeleo ya kiuchumi, uwajibikaji wa kijamii na vilevile ushirikishwaji wa makundi yote bila kujali asili ya kikabila. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kwamba hatua ya Gachagua inaweza kuwa jaribio la kuitafutia uungwaji mkono mpya baada ya kutofautiana wazi na Rais Ruto. Hata hivyo, wanatahadharisha kuwa mikakati ya kisiasa inayojikita katika misingi ya kikabila inaweza kumsababishia upinzani mkali kutoka kwa Wakenya ambao kwa sasa wanaonekana kuchoshwa na siasa za kugawa jamii. Siasa hizi zinazoibuka huenda zikasababisha mvuto mkubwa kuelekea uchaguzi huu, na ni jambo ambalo Rais William Ruto angelitaka kutokea. Na chini ya hali ya kisiasa inayoendelea kubadilika, kampeni ya Gachagua inaweza kuonekana kama juhudi ya kurejesha nguvu ya kisiasa aliyoipoteza baada ya kupoteza ushawishi ndani ya serikali. Hata hivyo, upinzani kutoka kwa viongozi kama vile Duale unaonyesha kuwa kuna msuguano mkubwa kuhusu mwelekeo wa kisiasa unaopaswa kuchukuliwa na wale wanaojiweka kama wapinzani wa serikali ya sasa. Kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, narrative za kisiasa zitazidi kushika kasi, lakini kwa sasa ujumbe wa Duale uko wazi kwamba Kenya ni taifa la watu wote, si uwanja wa mapambano ya koo au makabila. Mwelekeo wa viongozi utapimwa si kwa misingi ya rangi, lugha au asili, bali kwa uwezo wao wa kuunganisha wananchi na kushughulikia changamoto halisi zinazowakabili.